Mkurugenzi mtendaji anamfanya binti yake wa pekee kusafirisha ng'ombe jijini baada ya tabia yake kumfukuza mchungaji wa awali. Watu wa kijiji walishangaa. Hawakuwahi kuona tajiri kama BW mzee Karanja akifanya uamuzi wa aina hiyo. Alikuwa mtu wa heshima, mwenye kampuni kubwa ya usafirishaji na mashamba mengi. Lakini binti yake Amina alikuwa na tabia ya jeuri na kiburi. Mama, haya ni adhabu kali sana, shangazi yake alisema kwa sauti ya chini. Lazima ajifunze, Karanja alijibu kwa ukali. Aliwafukuza wafanyakazi watatu kwa kiburi chake. Sasa ataona maisha halisi. Amina alisimama karibu na lori lilobeba ng'ombe, macho yake yakiwa yamejaa hasira. Baba, wewe ni mtu wa ajabu, alisema kwa sauti ya baridi. Unanisanya nionekane kama mtu wa kijijini mbele ya watu. Na unataka uonekane vipi? Karanja aliuliza. Kama malikia bila huruma? Amina hakujibu. Ndani ya moyo wake kulikuwa na mchanganyiko wa hasira, fedheha na hofu. Hakuwahi kufanya kazi kama hii maishani, lakini hakujua kwamba safari hii ya ng'ombe ingefungua mlango wa siri, mapenzi yasiyotarajiwa na ukweli ambao ungelitikisa familia yao milele. Safari ilianza mapema alfajiri. Lori lilipita barabara ndefu za mashambani, Amina akiwa amekaa nyuma na dereva aitwaye Musa, mtu wa makamo, mcheshi lakini mwenye busara. Binti mkubwa, kazi si rahisi, lakini utaizoea, Musa anisema huku akicheka. Sihitaji kuizoea. Ninarudi nyumbani baada ya hii, Amina alijibu kwa kiburi. Walipofika kwenye kituo cha kupumzika, walikutana kijana mwenye macho ya upole aitwaye Jabari, aliyekuwa mchungaji mpya aliajiriwa kusaidia usafirishaji. Shikamoo dada, Jabari alisema kwa heshima. Amina alimtazama kwa mshangao. Hakutarajia mtu wa kawaida kuonyesha adabu hivyo. Usiniite dada, mimi ni Amina, alisema. Sawa Amina, Jabari alitabasamu. Ng'ombe hawa ni muhimu sana kwa soko la mjini. Watu wanategemea bidhaa bora. Maneno yake yalikuwa rahisi lakini yenye busara. Amina alihisi kitu ndani ya moyo wake, kitu ambacho hakikielewa. Lakini hakujua kwamba Jabari alikuwa na siri kubwa zaidi kuliko alivyoonekana. Walipofika mjini, kelele za magari na watu zilimchanganya Amina. Hakuwahi kufikiria kwamba ng'ombe wa shambani wangeuzwa kwa bei kubwa kwa maduka ya chakula bora, hoteli na kampuni za usindikaji. Unaona, hii biashara ni kubwa, Jabari alimwambia. Watu wa mjini hulipa pesa nyingi kwa bidhaa safi. Amina alianza kuona dunia tofauti. Kwa nini basi baba yangu anasisitiza mimi nifanye hii? Aliuliza. Jabari alinyamaza kwa muda. Labda nataka uone thamani ya kazi na watu wa kawaida. Maneno hayo yalimgusa. Kwa mara ya kwanza, Amina alihisi aibu juu ya tabia yake ya zamani. Lakini usiku huo, alipokuwa akihesabu fedha za mauzo, alipokea simu ya baba yake. Usiamini kila mtu, Karanja alisema kwa sauti nzito. Kuna mtu kwenye safari hiyo ambaye hakusema ukweli wake. Amina alishtuka. Unamaanisha nani? Hilo utalijua baadaye, baba yake alijibu na kukata simu. Moyo wa Amina ulianza kupiga kwa kasi. Alimtazama Jabari akiwa mbali, akiwalisha ng'ombe kwa utilivu. Je, yeye ndiyo siri hiyo? Siku iliyofuata Amina alimfuata Jabari peke yake. Jabari, wewe ni nani hasa? Aliuliza bila kuficha shaka. Jabari alitabasamu kwa huzuni. Kwa nini unauliza? Baba yangu alisema kuna mtu anayeficha ukweli, na we ni mpya lakini unaonekana kujua mengi. Jabari alitazama mbali kama mtu anayekumbuka jambo zito. Kuna mambo ambayo hayasemi kwa urahisi, alisema polepole. Lakini wakati ukifika, nitakuambia. Maneno yake yalimwacha Amina akiwa na maswali mengi, lakini KWA namna fulani alihisi kumwamini. Jioni hiyo waliketi karibu na lori wakila chakula. Amina, Jabari alisema, unajua watu wengi wenye pesa hawajui thamani ya familia hadi wapoteze kitu muhimu. Amina alicheka kidogo. Mimi siwezi kupoteza familia yangu. Baba yangu ni mtu mwenye nguvu. Jabari alimtazama KWA macho yenye maana. Wakati mwingine nguvu haizui siri kufichuka. Amina alihisi baridi ndani ya moyo wake. Usiku wa mwisho wa safari, Amina aliamua kumchunguza Jabari. Alipitia mizigo yake bila yeye kujua. Ndani ya begi lake alipata picha ya zamani ya mwanamke aliyekuwa amemshika mtoto mchanga mbele ya shamba kubwa. Amina alishtuka. Shamba hilo lilikuwa la baba yake. Jabari, alimuita KWA sauti kali. Jabari alikuja haraka.
kwa nini una picha ya shamba la baba yangu? Aliuliza. Jabari alinyamaza kwa muda mrefu. Kisha alisema kwa sauti ya chini, kwa sababu nilikulia pale. Amina aliganda. Ulikulia pale? Lakini baba yangu alisema hana mtoto mwingine. Jabari alitazama chini. Kuna mambo ambayo watu tajiri hawapendi kuyakumbuka. Maneno hayo yalimwacha Amina akiwa katika mshtuko mkubwa. Alitambua kwamba safari ya ng'ombe haikuwa adhabu tu. Ilikuwa mwanzo wa ukweli ambao ungeibadilisha familia yao milele. Amina hakulala usiku huo. Alikaa kwenye kiti cha lori akitazama mwanga wa jiji kaua mbali, mawazo yake yakizunguka kama upepo. Jabari, eleza vizuri, alisema asubuhi ilipofika. Ulikulia vipi kwenye shamba letu? Jabari aliketi chini akishika kikombe cha chai. Mama yangu alikuwa mfanyakazi wa shamba, alisema akaua sauti ya chini. Alifariki nikiwa mdogo. Baba yako alijua kuhusu mimi, lakini hakunitambua hadharani. Amina alihisi kichwa kikizunguka. Unasema nini? Unamaanisha wewe ni sehemu yangu? Jabari alisema polepole. Amina alisimama kama mshangao. Hiyo haiwezekani, baba yangu ni mtu wa heshima. Jabari alitabasamu kwa uchungu. Watu wa heshima pia wana siri. Maneno hayo yalimgonga kama radi. Amina alihisi ghadhabu, huzuni na huruma kaua wakati mmoja. Ndani ya moyo wake alianza kumuona Jabari sio kama mchungaji, bali kama sehemu ya damu yake. Lakini hakujua kama ukweli huo ungeweza kuvunja kila kitu alichokijua. Waliporudi shambani, Amina alimkabili baba yake mbele ya wafanyakazi. Baba, Jabari ni nani kwako? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Watu walinyamaza. Karanja alisimama kama mtu aliyeganda. Ni mfanyakazi tu, alisema kwa sauti kali. Usinidanganye, Amina alilia. Amesema ni mwana wako. Karanja alitazama chini, uso wake ukiwa mzito kama mawingu ya mvua. Hiyo ni mambo ya zamani, alisema polepole. Nilifanya makosa, lakini nilichagua kulinda jina la familia. Kwa gharama ya maisha yake? Amina aliuliza kwa macho yenye machozi. Jabari alisimama nyuma, kimya, lakini macho yake yalionyesha miaka ya maumivu. Mimi sikutaka pesa, alisema. Nilitaka tu kujulikana. Karanja hakujibu. Kimya hicho kilikuwa kama hukumu. Amina aligundua kwamba baba yake hakuwa shujaa kama alivyodhani. Alikuwa mwanadamu aliyejaa makosa, hofu na kiburi. Siku chache baadaye familia ilikaa mezani ikaua chakula cha jioni. Mama wa kambo wa Amina, Bi Ruth, alimtazama Jabari kwa macho ya baridi. Huyu kijana anataka nini hapa? Aliuliza kwa sauti ya dharau. Ni familia, Amina alisema kwa ujasiri. Na atakaa. Ruth alicheka kwa kejeli. Familia bila damu ya ndoa halali. Jabari alinyamaza, lakini Amina alisimama. Damu ni damu. Makosa ya baba si kosa lake. Karanja alikaa kimya, akitazama sahani yake. Ruth aliondoka mezani kwa hasira, akigonga mlango. Jioni hiyo Jabari alimwambia Amina, asante kwa kunisimamia. Sijawahi kuwa na mtu upande wangu. Amina alitabasamu kwa huzuni. Nilikuwa na moyo wa mawe, labda hii ndio adhabu ya Mungu kunibadilisha. Ndani ya moyo wake alianza kumheshimu Jabari kwa unyenyekevu wake, lakini alihisi pia wivu usioelezeka, hofu kwamba ukweli huu ungeleta vita kubwa zaidi ndani ya familia yao. Habari za siri hiyo zilienea kijijini kama moto. Watu walianza kunong'ona, huyo ni mwana wa siri wa Karanja, baadhi walisema. Familia hiyo imejawa na drama, wengine waliongeza. Amina alihisi shinikizo kutoka kila upande. Rafiki zake wa zamani wa mjini walimtumia mjumbe wa kejeli. Umegeuka msichana wa mashambani sasa, waliandika. Lakini jambo lililomuumiza zaidi ni kwamba Ruth alianza kupanga kumfukuza Jabari kutoka shambani. Hatakiwi hapa, alimwambia Karanja, ataharibu jina letu. Karanja alionekana gawanyika. Ni mwanangu, alisema kwa sauti ya chini, lakini si halali, Ruth alisisitiza. Usiku huo Amina alimtembelea Jabari.
Usiogope, alimwambia, nitapigania haki yako. Jabari alitabasamu kwa shukrani. Nilizoea kukataliwa. Lakini wewe umebadilisha kila kitu. Maneno hayo yalimgusa Amina zaidi kuliko alivyotarajia. Mvutano ulipanda. Karanja aliita mkutano wa familia na wazee wa ukoo. Lazima tuseme ukweli, alisema. Jabari ni mwanangu. Wazee walinyamaza, wengine wakitingisha vichwa. Ni aibu, mmoja alisema. Lakini ni damu yako, mwingine aliongeza. Ruth alilia kwa hasira. Sitakubali. Huyu kijana ni tishio kwa urithi wa Amina. Amina alisimama. Urithi si pesa tu, alisema kwa sauti kali. Ni haki, heshima na ukweli. Jabari alisimama karibu naye, lakini macho yake yalikuwa na hofu. Hakuna ninachotaka kuchukua, alisema. Nataka tu kuitwa mwana. Karanja alitazama watoto wake wawili, mmoja halali, mwingine aliyefichwa, na macho yake yakajaa machozi. Makosa yangu yamefika mwisho, alisema. Kuanzia leo, wote ni watoto wangu. Lakini Amina alihisi kwamba huu ulikuwa mwanzo tu wa drama kubwa zaidi, sio mwisho. Siku chache baada ya mkutano wa ukoo, maisha ya shamba hayakurudi kawaida. Wafanyakazi walikuwa wanamtazama Jabari kwa macho ya ajabu, wengine kwa heshima mpya, wengine kwa wivu. Amina alimtembelea shambani asubuhi, akimwona Jabari akiwasaidia wafanyakazi kuchunga ng'ombe. Unaona tofauti? Alimuuliza. Ndiyo, Jabari alisema kwa utulivu. Sasa watu wanaogopa kunikaribia. Zamani waliniona kama wao. Amina alihisi uchungu. Lakini wewe bado ni yule yule. Jabari alitabasamu. Mara nyingi ukweli hubadilisha jinsi watu wanavyokuona, hata kama haukubadiliki. Wakati huo huo, Ruth alikuwa akizungumza kwa siri na wakili wa familia. Nataka kuhakikisha urithi wote unabaki kwa Amina, alisema kwa sauti ya chini. Huyu kijana asipate chochote. Wakili alinyamaza kwa muda. Sheria ni wazi. Kama Karanja atamtambua hadharani, ana haki. Ruth alikaza mikono. Hilo halitatokea. Ndani ya kivuli hicho cha njama, Amina hakujua kwamba vita ya urithi ilikuwa imeanza kimya kimya. Amina na Jabari waliketi chini ya mti mkubwa wa mwembe jioni moja. Upepo ulipuliza kwa upole na sauti za ng'ombe zilikuwa mbali. Je, unamchukia baba? Amina aliuliza. Jabari alifikiria kwa muda. Nilimchukia zamani, lakini sasa sijui. Nafurahia kuwa na jina, hata kama limechelewa. Amina alitazama ardhi. Ninaogopa watu watafikiria nataka kushindana nawe. Jabari alicheka kidogo. Ushindani hauko kati yetu, uko ndani ya mioyo ya watu wazima. Amina alinyamaza. Ndani ya moyo wake alihisi mchanganyiko wa hisia ambazo hakuwahi kuhisi. Ukaribu wao ulianza kuonekana tofauti, wa kindugu, lakini pia wa kina sana. Lakini mbali nao, Ruth alikuwa akimwambia Karanja, lazima umpeleke Jabari mbali kwa masomo au kazi. Akiwa hapa, ataleta migawanyiko. Karanja alinyamaza. Ni mwanangu, alisema kwa sauti dhaifu. Lakini Amina ndiye mustakabali wako, Ruth alisisitiza. Maneno hayo yalichoma kama moto. Karanja alimuita Jabari ofisini mwake. Unajua na kujali, alisema. Nataka uende kusoma chuo kikuu mjini. Nitakulipia. Jabari alishangaa. Hiyo ni ndoto yangu, alisema kwa sauti ya furaha. Lakini kwa nini sasa? Karanja alitazama mbali. Nataka ujenge maisha yako. Hapa kuna siasa nyingi. Jabari alielewa. Unanipeleka mbali kwa sababu ya mama Ruth? Aliuliza kwa utulivu. Karanja hakujibu moja kwa moja. Wakati mwingine kulinda amani kunahitaji umbali. Amina aliposikia habari hiyo, alikasirika. Unamfukuza tena? Alimwambia baba yake. Sio kumfukuza, ni kumsaidia. Karanja alijitetea. Amina alimtembelea Jabari. Usiende, alimwambia. Ni nafasi kubwa, Jabari alisema. Lakini sitaki kukuacha wakati mambo bado hayajatulia. Amina alitabasamu kwa huzuni. Wakati mwingine kuondoka ndiyo njia ya kuokoa kila mtu, lakini ndani ya moyo wake hakutaka aende. Habari za Jabari kwenda chuo zilileta hisia tofauti kijijini. Wengine walifurahi, wengine waliona kama njia ya kumtenga. Ruth alimtembelea Amina chumbani. Umeona, hivi ndivyo inavyotakiwa, alisema. Wewe ndiye mrithi wa kila kitu hapa. Amina alimtazama kwa ukali.
Mrithi wa nini bila haki? Ruth aliketi. Ulimwengu hauendeshwi na hisia, unaendeshwa na majina na mali. Amina alihisi uzito wa maneno hayo. Nataka haki kwa wote. Ruth alicheka kwa upole. Haki mara nyingi ni hadithi nzuri tu. Usiku huo Amina na Jabari walizungumza kwa simu. Nitaondoka kesho, Jabari alisema. Utaporudi? Amina aliuliza. Ndiyo. Sasa nina mahali pa kuita nyumbani. Maneno hayo yalifanya macho ya Amina yajaze machozi. Siku ya kuondoka ilifika. Watu wachache walikusanyika kumuaga Jabari. Karanja alisimama karibu naye akimpa bahasha. Hii ni KWA mwanzo wako, alisema. Asante baba. Jabari alisema KWA heshima. Amina alimsogelea. Usinisahau, alisema KWA sauti ya chini. Singeweza, Jabari alitabasamu. Wewe ndiye dada yangu na rafiki yangu mkubwa. Maneno hayo yalikuwa na maana nzito zaidi kuliko yalivyosemwa. Amina alihisi pengo moyoni mwake. Lori lilipoondoka, Ruthi alitabasamu KWA faraha. Hatimaye, amekwenda, alijiambia. Lakini Amina alihisi kama kitu kikubwa kimeondoka na Jabari. Na kwa mbali, alihisi kwamba kuondoka kwake kulikuwa mwanzo wa tatizo kubwa zaidi, siyo mwisho. Miaka 2 ilipita. Jabari alikuwa chuo kikuu Nairobi, akisoma biashara na usimamizi wa mashamba. Alibadilika, lakini hakusahau nyumbani. Aliwasiliana na Amina mara kwa mara, lakini mazungumzo yao yalikuwa ya tahadhari, kama watu wanaogopa kusema mengi. Siku moja, Amina alipokea barua pepe kutoka kwa Jabari. Narudi nyumbani kwa likizo ndefu. Nataka kuzungumza kuhusu jambo muhimu. Moyo wa Amina uliruka. Karibu nyumbani, alijibu. Lakini nyumbani hali ilikuwa imebadilika. Ruth alikuwa amechukua udhibiti wa karibu kila kitu. Wafanyakazi waliheshimu jina lake kuliko la Karanja. Karanja mwenyewe alikuwa amechoka, kimya, kama mtu aliyeishiwa nguvu. Shamba hili si lile lile, Amina alijiambia. Alihisi kama Jabari angekuwa hapa, mambo yangekuwa tofauti. Lakini pia aliogopa kurudi kwake kungeamsha vita iliyozimika. Jabari aliporudi, watu walikusanyika kumwona. Alikuwa amevaa kwa heshima, akizungumza kwa ujasiri wa mtu aliyesoma na kuona dunia. Karibu nyumbani, mwana wa Karanja, baadhi walimwambia. Ruth alimtazama kwa macho ya baridi. Karibu, alisema kwa maneno matupu. Amina alimkumbatia. Umebadilika, alisema. Lakini moyo wangu bado uko hapa, Jabari alijibu. Usiku huo Jabari alimwambia Amina, nimegundua mambo mengi kuhusu biashara ya baba yetu. Kuna makosa makubwa ya kifedha na kuna watu wanaiba. Amina alishtuka. Ni nani? Siwezi kusema bado, lakini nina ushahidi. Ndani ya moyo wake Amina alianza kuhisi kwamba kurudi kwa Jabari hakukuwa kwa mapumziko tu, kulikuwa na vita kubwa inayokuja. Jabari alimwonyesha Amina nyaraka alizopata. Kuna mikataba ya siri, ardhi imeuzwa bila kujua na pesa zinahamishwa, alisema. Amina alishika kichwa. Hii ni nani anafanya? Alama zinaonyesha Ruth na wakili wa familia. Amina alihisi kama ardhi imemporomokea. Mama wa kambo yangu? Jabari alinyamaza. Ninaogopa kusema kwa baba yako. Afya yake si nzuri. Amina alijua ukweli huo. Karanja alikuwa mgonjwa, akihitaji dawa nyingi. Lakini lazima ajue, alisema. Lakini kabla hawajafanya chochote, Ruth aliwaita kwenye kikao cha familia. Kuna mpango mpya wa kuuza sehemu ya shamba, alisema. Ni kwa maendeleo. Amina alimtazama Jabari. Hii ndiyo hiyo, alisema kwa sauti ya chini. Mvutano ulianza kupanda kama moto wa majani makavu. Amina alimkabili Ruth mbele ya Karanja. Kwa nini unaendesha kila kitu bila baba? Aliuliza.
Kwa sababu baba yako amechoka, Ruth alijibu kwa tabasamu. Na mtu lazima aongoze. Jabari alisimama. Tuna nyaraka zinazoonyesha pesa zinaibwa, alisema. Ruth alicheka kwa kejeli. Kijana aliyekuja kutoka nje sasa anajifanya mjuzi. Karanja aliyatazama nyaraka. Mikono yake ikatetemeka. Ni kweli? Aliuliza. Ruth alisimama. Ni uongo, wanataka kuchukua mali yako. Amina alilia. Baba, tafadhali sikiliza. Lakini Karanja alionekana kuchanganyikiwa, kama mtu aliye katikati ya upendo na ukweli. Nahitaji muda, alisema kwa sauti dhaifu. Ruth aliondoka, lakini macho yake yalikuwa yamejaa hasira. Usiku huo Jabari alipata tishio kwa simu. Achana na mambo ya shamba au utaona, sauti isiyojulikana ilisema. Amina aliposikia, alishtuka. Hii imekuwa kubwa sana, alisema. Lakini hatuwezi kurudi nyuma, Jabali alisema. Asubuhi iliyofuata, waligundua ghala moja limeungwa kwa moto wa ajabu. Huu si ajali, Jabari alisema. Karanja alipofika, alikaa chini kwa uchungu. Mali yangu inaharibiwa mbele ya macho yangu, alisema kwa sauti ya huzuni. Ruth alisimama mbali, akitazama bila kusema, lakini tabasamu lake lilikuwa la ajabu. Amina alijua kwamba vita ilikuwa imeanza rasmi, na ukweli ulipokuwa karibu kufichuka ungeweza kuharibu kila kitu: familia, urafiki na hata maisha. Moto wa ghala uliwacha kijiji kikiwa na hofu. Wafanyakazi walinong'onana, wengine wakisema ni laana, wengine wakisema ni vita ya ndani ya familia. Amina na Jabari walikaa ofisini usiku kuchunguza nyaraka zaidi. Ukichanganya mauzo ya ardhi, akaunti za siri na huu moto, kuna MTU anataka kuficha kitu, Jabari alisema. Na MTU huyo ni Ruth, Amina alijibu bila kusita. Lakini ushahidi ulikuwa dhaifu. Walihitaji kitu kikubwa zaidi. Jabari alipata taarifa kutoka kwa rafiki yake wa banki. Kesho kutakuwa na uhamisho mkubwa wa fedha kutoka kampuni ya shamba, rafiki alisema. Amina alishika simu kwa nguvu. Huu ndio wakati wetu. Lakini pia alihisi hofu. Ruth alikuwa mwanamke mwenye nguvu, mwenye mtandao mkubwa. Kumkabili kungeleta vita ya wazi. Asubuhi iliyofuata, Amina alimuita Karanja ofisini. Baba, tafadhali sikiliza, alisema. Tuna ushahidi mpya. Karanja alionekana dhaifu, macho yake yakiwa mekundu. Nimechoka na vita, alisema. Lakini hii ni kuhusu maisha yako yote, Amina alisisitiza. Jabari alimwonyesha rekodi za banki. Fedha zinahamishwa kwenda kampuni ya Ruth, alisema. Karanja alinyamaza kwa muda mrefu. Ruth hawezi kufanya hivyo, alisema polepole. Lakini amefanya, Amina alisema kwa machozi. Kabla hawajamaliza, Ruth aliingia. Mnaongea nini bila mimi? Aliuliza kwa tabasamu la baridi. Amina alisimama. Tunazungumza kuhusu wizi wako. Chumba kilinyamaza. Huo ulikuwa mwanzo wa mapambano ya wazi. Ruth alicheka kwa kejeli. Wizi? Huu ni mchezo wa watoto, alisema. Nimekuwa nikilinda mali hii wakati wewe ulisafiri na kusoma. Jabari alisimama karibu na Amina. Lakini kulinda si kuiba, alisema. Karanja alitazama nyaraka tena, macho yake yakijaa machozi. Kwa nini Ruth? Aliuliza kwa machozi yanayojizuia. Ruth alikaa chini, akivuta pumzi. Niliingia kwenye ndoa hii bila kito. Nilijenga jina hili na wewe. Nilihitaji usalama wangu. Kwa kuharibu watoto wangu? Karanja aliuliza kwa sauti nzito. Ruth alitazama Amina na Jabari. Ninyi wawili mnanikumbusha makosa yenu ya zamani, na sikutaka kupoteza kila kitu. Amina alihisi huzuni na hasira. Familia si mali ya mtu mmoja, alisema. Ruth alitabasamu kwa uchungu. Sasa tutaona. Kesi ilianza. Polisi na wakaguzi wa fedha walikuja shambani. Kijiji kizima kilitazama kama sinema. Ruth
alikamatwa kwa muda kwa uchunguzi. Amina alisimama mbele ya wafanyakazi. Shamba hili ni la kila mtu, tutalinda ukweli na haki, alisema. Wafanyakazi walipiga makofi, wengine wakilia kwa furaha, lakini Karanja alikaa peke yake chumbani, akitazama picha za zamani. Niliangusha familia yangu, alisema kwa sauti ya kujilaumu. Jabari alimtembelea. Baba, bado unaweza kurekebisha, alisema. Je, nitawezaje? Karanja aliuliza. Kwa kututambua wote na kusimama kwa ukweli. Maneno hayo yalimgusa Karanja kwa kina. Miezi kadhaa ilipita, kesi iliendelea, lakini Ruth alipoteza udhibiti wa mali. Shamba lilianza kurejea chini ya uongozi wa Amina na Jabari kwa pamoja. Walianza miradi mipya, usindikazi wa maziwa, masoko ya kisasa na mafunzo kwa wafanyakazi. Tutajenga biashara ya kisasa, safi na ya heshima, Amina alisema. Jabari alitabasamu. Hii ndiyo ndoto yangu. Karanja aliwaangalia watoto wake wawili wakifanya kazi pamoja, moyo wake ukiwa na amani. Nilifanya makosa mengi, lakini ninyi mmeniokoa jina langu. Amina alimshika mkono. Familia ni zaidi ya makosa. Lakini bado kulikuwa na siri moja kubwa ambayo haikuwa imefichuka. Siri ambayo ingeibadilisha kila kitu kwenye sehemu za mwisho. Baada ya kesi, maisha yalianza kutulia polepole. Shamba lilirejea kuwa na utulivu. Wafanyakazi wakifurahia uongozi mpya wa Amina na Jabari. Watu wa kijiji walianza kuwasifu kama mfano wa kizazi kipya cha uongozi. Lakini Karanja alianza kuugua zaidi. Alikaa muda mwingi hospitalini. Amina, Jabari, aliwaambia siku moja, kuna jambo sijawahi kusema. Walitazamana. Ni jambo gani baba? Amina aliuliza. Karanja alitazama mbali. Kabla ya nife, lazima mjue ukweli wote. Jabari alishika mkono wa baba yake. Tuko tayari kusikia. Karanja alifunga macho, akitoa pumzi nzito. Nilifanya kosa kubwa kuliko mlivyodhani. Maneno hayo yaliwacha wote wawili katika hali ya hofu na shauku. Siku iliyofuata, Karanja aliwaita wakili wa zamani wa familia na kuomba faili la siri. Nataka watoto wangu wajue, alisema. Amina na Jabari waliketi karibu na kitanda chake. Wakili alitoa bahasha kubwa ya zamani. Faili hii ilikuwa imefungwa kwa miaka mingi, alisema. Ndani kulikuwa na rekodi za hospitali na picha za zamani. Miaka mingi iliyopita, Karanja alisema, kulikuwa na moto kwenye shamba la zamani. Mama wa Jabari alijeruhiwa vibaya. Amina alishika pumzi. Umesema alifariki kwa ugonjwa? Karanja alitikisa kichwa. Ni uongo, alifariki kwa moto ule, na moto ule ulitokea kwa uzembe wangu. Jabari alisimama, uso wake ukiwa mzito. Unamaanisha nini? Karanja alilia. Nilikuwa nimeficha nyaraka muhimu kwenye gala. Moto ulitokea usiku huo. Nilijua hatari, lakini sikuchukua hatua. Amina alihisi huzuni kubwa. Siri ilikuwa nzito kuliko walivyodhani. Jabari alitoka nje kwa hasira. Amina alimfuata. Samahani, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Sikujua. Jabari alitikisa kichwa. Nilimlaumu dunia kwa kifo cha mama yangu. Sasa najua baba yetu angeweza kuzuia. Amina alishika mkono wake. Lakini sasa anakiri. Ni ngumu kwake. Jabari alinyamaza kwa muda mrefu. Je, nitamsameheje? Usiku huo, Karanja aliwaandikia barua ndefu. Nilikuwa naogopa kupoteza jina na mali kuliko kupoteza ukweli. Hilo ndilo kosa langu kubwa. Amina alisoma barua hiyo kwa machozi. Baba amekuwa akibeba mzigo huu kwa miaka, alisema. Lakini Jabari bado alikuwa kimya, akipambana na maumivu ya miaka mingi. Siku chache baadaye, Jabari alimtembelea Karanja hospitalini peke yake. Baba, alisema, nilikuwa nikikutafuta maisha yangu yote. Karanja alilia. Najua, nilichelewa. Umenichukulia miaka ya furaha na mama yangu, Jabari alisema, na ningeweza kukurejeshea. Karanja alijibu kwa sauti dhaifu. Kimya kilitawala, kisha Jabari alisema, nitakusamehe, si kwa ajili yako tu, bali kwa ajili yangu. Karanja alishika mkono wake kwa nguvu. Asante, mwanangu. Amina alipowaona wakizungumza kwa amani, alitambua kwamba familia yao ilikuwa imepona kwa njia ya maumivu.
lakini ya kweli. Lakini kulikuwa na tukio la mwisho ambalo lingeunganisha kila kitu. Karanja alifariki wiki moja baadaye kwa amani. Katika mazishi yake, kijiji kizima kilikusanyika. Amina na Jabari walitembea pamoja mbele ya watu, wakisimama kama watoto wawili wa baba mmoja, bila aibu. Amina alihutubia watu. Baba yetu alikuwa na makosa, lakini pia alikuwa na moyo wa kujifunza. Tumejifunza kwamba ukweli, hata ukiwa mchungu, huleta uhuru. Jabari aliongeza, mama yangu alikufa bila haki, lakini leo ninajua hakuishi bure. Kifo chake kimeleta ukweli, umoja na haki. Watu walilia na kupiga makofi. Baadaye, Amina na Jabari waliinua kumbukumbu ya mama wa Jabari shambani, wakisema, shamba hili litakuwa mahali pa haki, sio siri. Walisimama wakitazama ng'ombe wakichungwa. Safari ile ile ambayo ilianza kama adhabu, ikawa mwanzo wa ukweli, upendo na ukombozi wa familia.